Leo katika Milele Breakfast. Na jina langu la kuzaliwa ni James Mathenge. Okay. Lakini sasa ilipofika maneno ya siasa ukaona Mathenge tulikuwa Mathenge tatu ambazo zilikuwa zinawania kiti cha ubunge kule. Okay. Na nikaona wananchi wanachanganyikiwa. Wananchi wenyewe ndio wakasema huyu kijana, kwa sababu si kuanza kusimama jana ni na majuzi ni kitambo kidogo. 2007 nikasimama, nikaanguka ile hujaiona ile ya mgongo kabisa, ile unaanguka mpaka mtu kanajichola hapo. Na ulikuwa kijana bado kabisa? Nilikuwa kijana tu. Okay. Lakini mara yangu ya kwanza kusimama ilikuwa mwaka wa 1998. Sijui Jalasi ulikuwa wapi tusiende hapo. Nilikuwa mwaka wa mwisho University of Nairobi. Oh, your last year in the university. Na tukawa mheshimiwa wakati huo wa Kieni akaaga dunia. Na tulikuwa tunampenda sana mheshimiwa Munene Kairu. Na kukawa na by election. Nikiwa kule university nikasema hapana, hapa nitajaribu. Manake alikuwa rafiki wa karibu sana. Ukasema wacha nijichoche kule. Nikasimama huko na DP, lakini maji yakazidi unga. Nikarudi na sikuwa nimemaliza masomo yangu. Na nikakuwa na kikao na vice chancellor ambaye namheshimu sana, Professor Gishaga. Akaniambia, Mathenge, wewe rudi, maliza degree yako, uchaguzi huja na kwenda, utakuwa na nafasi huko mbeleni. Na nikaachana na siasa after 1998. Kaingia maneno ya nilipohitimu sasa the University of Nairobi. Unajua kuna universities mbili peke yake. The University of Nairobi na hizo zingine. Okay. Sasa mimi nilikuwa the University of Nairobi. Bado wanaelewa. Huyu mwenzako wako kwa hizo zingine. Exactly. Unajua ameniharibia siku kwa kuniambia maneno ya Chelsea ndio watashinda. Na mimi ni fuasi sugu wa Arsenal. Na tunajua leo tunatoa kikombe. Anyway, so after 1988 sasa nikaachana na maneno ya siasa, nikaenda biashara, nikaajiriwa. Nikiwa salesman wa kampuni ilikuwa inauza solar, ilikuwa inaitwa Kento, ilikuwa ya Muitaliano. Okay. Nikafanya huko kwa miezi 6. Na ilikuwa record miezi 6, manake nilikuwa na 3 general managers. Alikuwa na ajiri anafukuza na ajiri anafukuza. Lakini mimi nilikaa huko kwa miezi 6 na ilikuwa record. Manake wengine walikuwa wanakuja miezi 2 wanatoroka kwa sababu makelele yalikuwa mengi. Okay. Alafu nikatoka hapo nikaenda kampuni ilikuwa inaitwa Solagen. Solagen nikafanya mpaka 2003. 2003 sasa nikaunda kampuni yangu ilikuwa inaitwa Strategic Solar Limited. Na nikafanya biashara. Sasa hayo mengine, sasa biashara ikanoga, ikaendelea vizuri, na ikawa sasa mimi ni mfanyi biashara mashuhuri kabisa. Sasa wakati nilipofika 2007 nikafikiria kujibwaga tena kule uwanjani. Ulisahau vile uliamshwa Kieni constituency. Na ni Kieni ni kubwa sana. Manake Kieni iko kule Nyeri. Okay. Na iko 52% of Nyeri County. Wow. Na ni sehemu kame kule, the arid areas. Sehemu zingine ni sawa, Mathera iko sawa, Tetu iko sawa. Muiga sasa iko kwa huko sasa ndio nyumbani. Othaya sasa iko sawa, ndiko nilisomea. Maana hao walikuwa wameendelea kidogo. 2007 wakati nilisimama, unajua nilikuwa nawania kiti nikipigana na mheshimiwa Mrungaro, wakati huo ndiye alikuwa kwa kiti, na unajua alikuwa mzito yule, tajiri kubwa na mzito kabisa, alikuwa mkubwa. So watu wakasema huyu kijana tunaona ni mdogo kwa kimo ama kwa size. Okay. na mzuri. So jina Kanini Kega likajitokeza pale. Na likashika kabisa. Kanini Kega ni huyu kijana ukilinganisha na wale wengine tulikuwa tunashindana na wao, walikuwa round. Walikuwa murumuruwasi. Lakini sasa wakasema tunataka huyu kijana mdogo. Lakini kwa sababu jina halikuwa kwa kitambulisho. Okay. Watu walikuwa naenda kuangalia Kanini Kega kwa wapi, wakati wanapata James Mathenge Dongo. Huyu watu mjui. Mheshimiwa mwingine akachaguliwa anaitwa Warugongo. Na Messias Warugongo, najua mnamkumbuka. Kwa hivyo kwa mara ya pili ukalamba chini tena. My friend, kabisa. Na pia kifedha nikaenda chini. Manake siasa na kampeni si mchezo. Okay. Ukifikiria sasa Chris ama Jalasi unataka kusimama wewe, lazima ujipange. Zungumza na hii mtu. Kama unataka kuja kwanza nikupatie mawazo.
Nitakuja kama hujaweka fedha utapata tabu sana. Na watu watakuwa na kuchekelea wakikuona huku wewe mauktionia wanakufuata. So nikalaba sakafu. Na pia kifedha biashara, unajua wakati umeenda sasa siasa, biashara unaachana nayo inashuka kidogo. Inashuka sana. Okay. So, mimi nikakata shauri na nikasema mimi sisimami tena. Hata familia yangu tukakubaliana mambo ya siasa hatuendi tena. Waje ikae. Na nikaachana na siasa nikarudi kwa biashara. Na biashara pia ikanoga tena. Ikafika 2011. Sijui nilifanya nini, nikaenda mashinani. Hiyo ni pepo nilienda kabisa. Huko mashinani. Sijui nikaona maneno iko mzuri, sijui mazungumzo ikaanza wapi, nikasema ai, na si nilikuwa nimejaribu hiki kiti na kuna msemo atafutae achoki kutafuta mpaka apate. Nikajipata nimesema mbele ya watu kwamba nitawania. Niliporudi nyumbani nikajiuliza, na hii maneno nimesema nilikuwa nimesema hata tukakubaliana na familia hautarudi huko, nitarudi kule, kumeendaje? Lakini nikakumbuka kwamba kazi ya kufanyia wananchi kazi ni mwito. It's a calling that you also get from God. So ikaendelea namna hiyo, na 2013 nikachaguliwa kama mbunge kwa wingi wa kula over 75%. Ndani nilichaguliwa na kula mingi kabisa. Wow. Kabisa nikawa mbunge wao na nikawashikilia kwa miaka 5. Na 2017 maajabu ikafanyika, nikarudishwa. Wow. Nikiwa mtu wa pekee mbunge kurudi ni mimi pekee yake. Wakati huo wabunge wengine wote Wanyeri wakaenda, Tetu, Mukureine, Uthaya, Mathira wote wakaenda, governor akaenda, senator akaenda, MCAs wote wakaenda. Mimi ndiye nilibaki. Na labda nilibaki ili niwape habari ya hata kule kwa Biblia kuna wakati mafuriko yalikuja. Kuna wale walibaki ile waendeleze injili. Mimi nilibaki. Lakini labda nilibaki kwa sababu ya kazi, kuna kazi tulikuwa tumefanya na kuna kazi nyingine pia ambayo tulikuwa Kieni constituency is the largest constituency in Nyeri County, 52% with over 8 wards. Yes. Wow. Ma DC karibu wangapi? Niko na DCs wawili. DC wawili. Uko na 8 MCAs pale ndani. 8 MCAs. Wewe kama mbunge wa Kieni for the 8 years 7 years ukiwa pale, unajivunia nini? Niseme kwamba Kieni ni sehemu, wakati nilipata hatamu za kuongoza Kieni, hakukuwa na mabarabara, hakukuwa na rami hata moja. Rami zile ziko ni bili, ama zile zilikuwa wakati huo ni bili ya kutoka Karatina, ile inapitia na Rumoro na Nyuki, inaenda na Nyuki. Na hiyo sana sana sio yetu, manake hiyo ni kupita tu. Ile nyingine nayo inatoka Nyeri inaenda Nyahururu, inapitia kwetu, inapita tu katikati. Lakini hiyo ndio nasema hiyo ya Kiganjo, hiyo kutoka Karatina kuja Kiganjo, alafu inaenda Chaka, inaenda na Rumoro, inaenda na Nyuki. Hizo ni za kupitia. Kwa hivyo kazi yangu ilikuwa iko kwa meza. Nilikuwa najua kazi yangu ni gani. Kazi yangu kwanza ni kushughulikia maneno ya barabara. Na barabara nikapata wakati huo nikapata barabara na ni mingi, nitakuhesabia. Barabara ya kwanza ambayo tulipata ni barabara inaitwa kutoka Karishen kwenda pahali panaitwa Narumoro, inaenda pahali panaitwa Kabraine, 47 kilometers. Wow. In 2013. Wakati tu niliingia nikafanya hapa na pale 47 kilometers. Ikaingia. Contractor akaingia kule. Lakini changamoto ambayo tulipata, ile contractor tulipata, local contractor kwa miaka 2 alikuwa amejenga kilomita 2. Masaibu ya hawa local contractors. Lakini mimi nilikuwa nimefanya kazi yangu. Wakati tuliona sasa kama nimejenga kilomita 2 kwa miaka 2, hii kitu itanilemea. Tukatafuta Mchina. Hata kama Wachina wako na changamoto zao, tukatafuta contractor Mchina. Na tukaketi chini na hiyo local contractor, yeye akampa Mchina 40 kilometers. Mchina within 18 months alikuwa amemaliza zile 40 kilometers. 18 months. For 18 months alikuwa amemaliza. Wow. Maajabu ni kwamba hata wakati huu tumeketi hapa, zile 7 ambazo tulibakishia the local contractor wamebakisha 2. lakini tumemsukuma mwaka huu lazima amalize.
Na labda changamoto yake ni gani? Ukimuuliza changamoto anasema ni kukula tu pesa. ni kukula changamoto. Shida ya contractors wetu, na ni vizuri tuiangazie, ni kwamba wanapopatiwa kandarasi, Okay. Tuseme ni ya kujenga barabara, wakipatiwa the advance payment, badala ya kuenda kununua mashine na kuleta vitu za kujenga barabara, kitu cha kwanza wananunua, nakuta mtu ako na gari kubwa kubwa. Anajirudishia mkono kwanza. V8 unakuta V8 pale. Na unashindwa V8 na kujenga barabara zinaingiana wapi? Ya pili, unasikia huyu mtu sasa ameanza kujenga majumba ya kifahari sehemu zingine. Zile fedha ambazo angetumia kwanza kujenga barabara, apate faida ile atapata kule ndio inaweza saidia yeye kufanya. Na hiyo ndio changamoto kubwa. So anajijenga kwanza kabla hajajenga. We have the wrong priorities. You get the advance payment instead of investing in the business that has given you that money. You take it somewhere else. Mbona blacklist watu kama hawa? We did. Na unajua sasa sisi mimi kama mbunge kazi yangu ni kwenda kulobi kupata barabara. Okay. Lakini the ministry, the agencies ministry ndio inafanya kazi ya kufanya ni nani atafanya na nini. Wewe hauna say ku decide at least naomba huyu. Kabisa. Lakini ni vizuri tuwe na conversation between the local contractors because we also want to empower them. But unfortunately some of them, mtu akipata mali ndiye huyo gari la kifahari, unamsikia hata safari ameenda, amefunga safari ya kwenda Bahamas na kwingineko. Na ni ukweli, huo ndio ukweli ambao tuko nao. Sasa hiyo barabara tukajenga na tukamaliza hata kama hiyo 2 kilometers imebaki. Kuunganisha Kieni yangu pande ya Narumoro na Muiga kuna changamoto, maana tulikuwa tunarudi mpaka Nyeri. Tukaweka barabara kutoka pale panaitwa Chaka. Pale unaona Brookside. Ile Brookside hapo inapita inaenda mpaka pande ya Muiga. 20 kilometers. Alafu pande sasa ya Muiga hii nyingine pande ya Abadeas. Maana yake mimi ndiye niko na constituency ambayo ni mzuri zaidi. Okay. Jua linachomoza ama linachomoza kwa Mlima Kenya na iko kwangu. Alafu linatua katika Abadeas na Abadeas iko kwangu. Hakuna constituency ambayo ni yangu tu. So pande hiyo nayo Abadeas tukawa na barabara kutoka pahali panaitwa Kiawara kwenda Bellevue kwenda pahali panaitwa Nairutia. 45 kilometers done. Contractor anaendelea, hajamaliza, lakini hiyo tumepatia Mchinese na kwa about 80% anaendelea. Kushikanisha sasa na Narumoro kuja Muiga, kutoka Narumoro tukapatia local contractor, that is 2015 20 kilometers anasumbuka nayo mpaka sasa. Alitoroka mpaka site, alijenga kilomita 8 akahama. Sasa tunatafuta Chinese wa kumaliza barabara hiyo. Kwa hivyo niseme kwamba maneno ya maendeleo sisi ama mimi kama mbunge nimeyafuatilia sana, lakini wale ambao wametulet down ni our local contractors. Wow. But we also need to have a conversation with them so that we can also empower them. Maana hatuwezi kuwa tunarely na wa Chinese wakuje watujenge. How do you manage with the bursaries zenye unapewa na CDF unapewa with over 152 primary schools? Swali mzuri kabisa. And with over 50 what? How many secondary schools? Niko 56 secondary schools. Na za hapa Nairobi, mheshimiwa Mwaadhe na rafiki yangu. Alafu bado kuna wale pia wa universities. Na rafiki yangu yule amechaguliwa juzi. Aliniambia ako na secondary school moja na primary school moja. Kwa hivyo hata kitaka kujenga kwenda juu wanaweza jenga. Mimi nimekwambia niko na 115 na zote zinanigojea na 56 secondary schools. Na bado kuna wale wa college pia. My friend na wao wananigojea. Sasa basari sisi upata 25 to 26 million. Each and every constituency regardless of the size. Which is not right. I don't think that is right. Not right. Constituencies zingine kama za huko Northeastern wao hupata request like 500 going to 1000 maximum request ya wale watu wanataka bursary. Okay. Yeah? Kwangu nilikuwa na 13,000. The last financial year we had 13,000 requests za watu wanataka hiyo. Sasa fanya mahesabu ya haraka 26 million na 13,000, unaona actually it's about 25 million. Hata 2,000 mtu apate. Hai. Lakini sisi vile mimi nilisema ni vizuri sasa pesa zetu zote tunazipeleka kwa wananchi. Tunawaambia hizi fedha ndizo tuko nazo. Nyinyi sasa muamue. Ninyi muamue. Ninyi ndiye mnajuana. Mnajua huyu ana maskini, huyu anahitaji zaidi, huyu mwingine labda hata akipata 1,000 atakuwa sawa, manake day school
day school kule kwetu mashinani hazina si pesa mingi. Okay. Kwa hivyo hata mtu akipata 1,000 ama 2,000 ako sawa. Lakini hiyo ni changamoto kubwa sana. Na ninaungana na mheshimiwa rafiki yangu anaitwa Dede Nyoro. Alikuwa anasema at least hata CDF iwe inagawa kulingana na mashule. Manake sana zile fedha za CDF sana tunazipeleka kwa mashule. Kama mimi niko na shule 100 zinaelekea sasa 200 ukijumuisha ya primary na secondary ziko karibu 200, na mbunge wa Nairobi yako na shule 3 jameni. Si unaona hapo nyote mwapatiwa sawa. Sawa. Lakini mimi nafurahia manake watu wa kule mashinani wenyewe wanatuamini, manake wanajua kile kidogo ambacho tuko nacho ndicho sisi twagawana. Na inatokana na najua Mau Mau ilikuwa kule kwetu. The heartbeat ya Mau Mau ilikuwa kule kwetu. Walikuwa nasema wakienda kule msituni, chochote kidogo ambacho wanapata ndio wanagawana. Chochote kidogo, hata kiwe kidogo namna gani, tutagawana hicho kidogo. Maana hicho ndicho mko nacho. Hiyo ndio imeendelea. Imetusaidia, lakini sisi tunaomba serikali na tunaomba our colleagues at least wakubali zile constituencies kubwa ambazo zilikuwa zigawe lakini hazikugawa. Kwa sababu yangu ilikuwa igawe mara 2. Lakini kwa sababu ile inaitwa gerrymandering, unajua kulikuwa na ukora ilifanyika 2007 maneno ya census na nini, sikupatiwa constituencies 2. Lakini sisi kama constituency tunahitaji constituencies 2. Manake hata watu ni tofauti. Watu wa Narumoro na watu wa Muiga hata hawakutani. Hakuna pahali wanakutana. That's you.